Vita kati ya Iran na Israel vipo karibuni. Hizi ni taarifa za kijasusi zilizoelezwa kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Mtazamo wa vita mpya katika Mashariki ya Kati unaendelea kutanda, huku Iran ikiwa ndicho kitovu chake. Shinikizo kutoka Marekani, Israel na nchi kadhaa za Ulaya ndizo ambazo zinaongezeka kwa kasi. Hii inaonekana katika uimarishaji wa vikwazo na kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi katika eneo lote. Serikali za Magharibi zinaishutumu Teheran kwa kuunga mkono makundi yenye silaha, kuvuruga nchi jirani na kuendeleza mpango wake wa nyuklia. Kwa kujibu hilo, Iran imezidisha shughuli zake za kikanda, ikitaka kupanua ushawishi wake kupitia washirika katika mataifa kama vile Syria, Lebanon, Iraq na Yemen. Hii ni baada ya mkuu wa Baraza la Usalama la taifa hilo Ali Larijani kufanya ziara katika mataifa hayo, lakini pia kuongeza mvuto kwa mataifa hayo mbele ya Iran. Hata hivyo, Iran inayaaminisha mataifa hayo kwamba ndio taifa pekee lenye uwezo wa kuweza kuitawala Mashariki ya Kati, lakini pia ndio taifa lenye uwezo wa kuweza kutoa msaada kuliko taifa lolote katika eneo la Mashariki ya Kati, ikizingatiwa mataifa hayo ni mataifa ya Kiislamu. Mvutano sasa unazidi kuenea zaidi ya uwanja wa diplomasia na unakaribia vitisho vya wazi. Ndani ya Iran, shinikizo hilo linachangiwa na msukosuko wa ndani na kuongezeka kwa matatizo ya kiuchumi na kijamii. Vikwazo vinaongezeka, mfumuko wa bei unapunguza viwango vya maisha na ukosefu wa ajira unaathiri sehemu kubwa zaidi za idadi ya watu. Na hivyo, kama ambavyo ilichukua hatua katika siku zilizopita baada ya kuwekewa vikwazo na mataifa ya Magharibi, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Iran haiwezi kuridhika na vikwazo hivyo na itamua kuendelea na kile inachokiamini, kwa maana uzalishaji kwa wingi wa uranium, lakini pia kujamulia kufanya kile ambacho inaweza kufanya. Na hii inatajwa kwamba huenda ikaongeza hasira kwa mataifa haya ya Magharibi. Kutoridhika kunaongezeka haswa miongoni mwa vijana wa tabaka la kati la mjini. Kutokana na hali hii, serikali inaimarisha matamshi yake ya sera ya mambo ya kigeni na kujidhihirisha kuwa thabiti na tayari kupinga shinikizo kutoka nje. Idadi kubwa inayoongezeka ya wachambuzi sasa wanatabiri duru ya pili ya mzozo wa wazi kati ya Iran na Israel. Ili kuelewa ni nini Iran inaweza kukabiliana nayo katika siku za usoni, mtu lazima aanze kwa kuchunguza mazingira ya ndani kabla ya kugeuka kwenye mienendo ya nje. Kufuatia kumalizika kwa mzozo wa hivi majuzi wa siku 12, mamlaka ya Iran ilizindua kampeni pana, ingawa haijafichuliwa, ili kuondoa taasisi za serikali na miundo mingine ya tuhuma za ushawishi wa kigeni. Juhudi hizo zililenga watu wanaoaminika kuwa na uhusiano na watendaji wa kigeni wenye uhasama na uhusiano wa mashirika ya kijasusi ya kigeni, hasa wa Mossad, ambapo ilifikia hatua wakashtakiwa kwa makosa ya jinai, lakini mwisho wa siku wakanyongwa hadharani. Hii yote inazidi kuonyesha chuki dhidi ya Israel. Viongozi mbalimbali wa Iran wamekuwa wakijieleza zaidi kwamba wapo tayari kwa ajili ya mapambano na wamejiandaa, huku mataifa kama vile Urusi na China yakionyesha wazi kwamba yapo tayari kuisaidia Iran. Alizungumza waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov akisema kwamba sasa wapo tayari kutoa silaha za aina yoyote kwa ajili ya Iran. Wachambuzi wakaeleza kwamba pengine hii ni katika kupunguza mvutano kati yake na Israel, ili tu ulimwengu ufahamu kwamba pengine vita hivi vinaweza vikahusisha mataifa makubwa, ikizingatiwa kwamba Israel inapata msaada mkubwa kutoka kwa Marekani na mataifa mengine ya Magharibi. Rais Masoud Pezeshkian alimteua Ali Larijani kama katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa. Larijani, mshauri mkuu wa kiongozi mkuu Al-Khamenei, ni mtu mashuhuri hasa katika muktadha huu. Mwishoni mwa mwezi Julai na hata katika siku za hivi karibuni alitembelea Moscow na kukutana na maafisa wakuu wa Urusi akiwemo rais. Muda wa kuteuliwa kwake unaipa ziara hiyo ya kidiplomasia umuhimu zaidi. Larijani sio tu mtendaji wa teknolojia au urasimu, yeye ni mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa katika uanzishwaji wa kisiasa wa Iran na uhusiano wa karibu na kile kinachoitwa kundi la Iraq, kikundi ndani ya wasomi wa Iran ambacho kinaungwa mkono sana ndani ya ukanda wa madaraka na kimejiweka sawa na kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Uteuzi wake hauashirii tu uimarishaji wa ndani, bali pia mabadiliko kuelekea upangaji mkakati wa masafa marefu kwa kutarajia kuongezeka zaidi. Ishara nyingine zinaonyesha kwamba matarajio ya mzozo mpya yanachukuliwa kwa uzito. Mapema mwezi Agosti, Mohammed Mohammad,
mshauri wa spika wa bunge, alitangaza kwamba Iran haioni mapatano ya sasa kama suluhu la kudumu, bali kama kusitishwa kwa muda katika mapigano. Hata hivyo, ilielezwa pia kwamba wakati huu Iran imetengeneza silaha zenye uwezo ya kuweza kuyafikia mataifa ya Ulaya ambayo yataamua kuingilia kati katika mzozo huo, lakini pia silaha ambazo zinaweza kuifikia Marekani yenyewe ambayo imekuwa ikishiriki katika mzozo kati ya Israel na Iran. Ujumbe huo umeungwa mkono na waziri wa ulinzi Aziz Nasirizadeh, ambaye alisema kuwa Iran ilijizuia kutumia silaha zake za hali ya juu wakati wa mzozo huo wa siku 12. Hizi ni pamoja na makombora ya kuongozwa ya usahihi ya Qasem Basir na mifumo inayoweza kutekelezeka ya vichwa vya kivita. Alibainisha kuwa uzalishaji wa mifumo hii umeendelea bila kuingiliwa na kwamba Iran ilipata uzoefu muhimu wa vita wakati wa makabiliano na kwa ufanisi kupima uwezo wake dhidi ya adui ambaye ni Israel. Iwapo itashambuliwa tena, alionya, jibu litakuwa lisilotarajiwa na la nguvu. Uwezekano wa vita haujadiliwi tena kwa minong'ono. Katika moja ya hotuba zake mwezi Agosti, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf alisema wazi kwamba vita vinaweza kuzuka na kwamba nchi lazima ijitayarishe. Nguvu na kila kitu, alisema, ni muhimu, na matamshi yake yaliimarisha kile ambacho tayari kimekuwa wazi kwamba chaguo la kijeshi linachukuliwa kwa uzito katika ngazi za juu za mamlaka ya Iran. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba sababu ambayo itaingiza vita kati ya Iran na Israel ni kutokana na kauli zinazotolewa na viongozi wa Iran kwamba kwanza wapo tayari, lakini pia hawapo tayari kupiga magoti mbele ya Marekani pamoja na Israel, wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito wa kutaka kufanyika kwa mazungumzo ya kumaliza suala la nyuklia, ambapo Ayatollah Al-Khamenei aliweka wazi kwamba hawawezi kurejea tena katika mazungumzo ambayo wakati wakielekea katika mazungumzo hayo Israel iliamua kufanya mashambulizi huku Marekani ikiingilia kati, na hivyo wakati huu hawapo tayari tena kuingia katika mazungumzo, na hii itakuja kusababisha hasira za rais wa Marekani Donald Trump kuamua kuchukua maamuzi mazito dhidi ya Iran ambapo ataitumia Israel. Wakati huo, mashaka juu ya matarajio yote ya mazungumzo na nchi za magharibi yanazidi kuongezeka ndani ya mazungumzo ya kisiasa na ya umma ya Iran, huku shinikizo kutoka Marekani na nchi za Ulaya zikizidi. Bunge la Iran limetoa maelezo rasimu ya mpango unaotaka kujiondoa kwenye mkataba wa kuzuia usambazaji wa nyuklia na itifaki ya ziada inayoipa mamlaka ya kimataifa ya nishati ya atomiki IAEA mamlaka ya ukaguzi. Mmoja wa wabunge alielezea hatua hii kama jibu la moja kwa moja la uwezekano wa uanzishwaji utaratibu wa haraka urejeshaji wa moja kwa moja wa vikwazo kama ilivyoainishwa na JCPOA. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.